mkuu wa mkoa wa Rukwa, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi na viongozi wa kamati ya siasa yote ya mkoa na wilaya yetu ya Sumbawanga, Mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Sumbawanga na mkuu wa wilaya ya Kalambo, mwenyekiti wetu wa bodi ya wakala wa barabara vijijini na mjini, Injinia Kabaka, mstahiki wetu meya wa manispaa yetu ya Sumbawanga, mkurugenzi wetu unayesimamia idara ya miundombinu kutoka ofisi ya TAMISEMI Injinia Moga, mkuu wetu wa taasisi yetu ya TARURA Injinia Victor Saif, mratibu wa miradi hii ambayo inasimamia miji mikakati na uboreshaji wa miji, Injinia Kanyenye, viongozi wetu wa dini mliokuwepo hapa, mkurugenzi wa manispaa ya Sumbawanga na mkurugenzi wa Nkasi pamoja na mkurugenzi wa Kalambo mliokuwepo hapa, wananchi wa Sumbawanga na mkoa wa Rukwa kwa ujumla wake, viongozi na watendaji wengine kutoka ofisi ya TAMISEMI na wale wakala wa barabara mjini na mjini, wanahabari, mabibi na mabwana, bila kuwasahau wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Naona mmependeza na nguo zenu za kijani. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nanyi. Ndugu zangu, awali ya yote, kwanza binafsi napenda sana kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kwa mara nyingine kuweza kukutana katika siku yetu ya leo, siku ya Jumanne ya tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2020. Lakini pili, napenda sana kumshukuru Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kazi zake na maelekezo yake na uongozi wake umetuwezesha kuweza kupata mafanikio makubwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika hilo, na wana Sumbawanga mkiwa mmojawapo mnaopata matunda mazuri ya uongozi wake wa serikali yake ya awamu ya 5 chini ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu wana Rukwa, nimekuja leo kwa jambo moja kubwa la uzinduzi wa barabara zetu za mji wa Sumbawanga. Siku tulipopita hapa na Mheshimiwa Rais alifarijika sana na barabara nzuri zilizojengwa katika mji wa Sumbawanga, na aliniagiza kwamba hakikisha hizi barabara unakuja kuzizindua waziri wangu. Kwa hiyo leo nimekuja kwa zoezi moja la uzinduzi wa barabara za mji wa Sumbawanga. Ndugu zangu wa Sumbawanga, hongereni sana. Ndugu zangu, kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ofisi yangu imepewa jukumu la kufanya kazi la kusimamia katika maendeleo mbalimbali yanayowahusu wananchi katika sekta ya afya, sekta ya elimu, sekta ya miundombinu ya barabara na mambo mengine mtambuka. Lakini kwa muktadha wa zoezi letu hili la leo, nimekuja kwa ajili ya uzinduzi wa barabara hizi, lakini halikadhalika miradi yote kwa ujumla wake wa uboreshaji wa miji yetu, takriban miji 18. Katika miji hiyo 18 manispaa ya Sumbawanga, ninyi ni miongoni mwa watu wanufaika, ambaye inagusa halmashauri za miji na manispaa zetu. Mradi huu ni miongoni mwa miradi ambayo Tanzania tuna kila sababu ya kujivunia, na hili tumshukuru sana Mheshimiwa Rais, kwa sababu kwa mapenzi yake na maelekezo yake toka serikali ya awamu ya 5 ilipoanza kushika majukumu ya utekelezaji wa kuweza kuwasaidia wananchi, Mheshimiwa Rais ameamua kuelekeza fedha nyingi katika maeneo hayo. Kwa wastani tuna miradi mikubwa 3 ambayo tunafanya kazi ndani ya Tanzania. Mradi wa kwanza ni ule mradi ambao unatekelezwa katika jiji la Dar es Salaam
ambao unagharimu zaidi ya dola za Kimarekani shilingi milioni 300 sawasawa na zaidi ya shilingi bilioni 660 fedha za Tanzania. Mradi ule leo hii watu wa Dar es Salaam mji wao unabadilishwa kwa kasi sana, tofauti na hali ilivyokuwa mwanzo. Lakini mradi wa pili ni mradi wa utekelezaji katika miji 8 ambao mradi huu tulipata fedha zaidi ya shilingi dola za Marekani milioni 343, lakini baadaye kwa kufanya additional financing zaidi umepata dola za Kimarekani milioni 364.8. Mradi huu ndio maana ndugu wangu wa Sumbawanga, ukienda katika jiji la Mbeya, ukienda katika jiji la Tanga, ukienda katika jiji la Dodoma, ukienda kule Mtwara Mikindani, ukienda Ujiji, ukienda manispaa ya Ilemela na hali kadhalika ufika katika jiji la Mwanza, maeneo plus eneo la Arusha, maeneo hayo sasa hivi yamebadilika sana. Watanzania wanaoshuhudia katika miji hiyo ukilinganisha ilipokuwa mwaka 2014, leo hii mwaka 2020 ni vitu viwili tofauti. Lakini maeneo mengine ni swala zima la mradi huu ambao na Sumbawanga ninyi unawagusa wa uboreshaji katika miji 18, halmashauri za miji pamoja na manispaa, na Sumbawanga ilikuwemo. Katika eneo hili uboreshaji mkubwa umefanyika katika maeneo mbalimbali. Tumegusa ujenzi wa stendi za mabasi na ujenzi wa stendi za malori. Tumegusa ujenzi wa utengenezaji wa mifereji, lakini hali kadhalika ujenzi wa barabara za lami. Leo hii nimeshuhudia kutoka katika uwekaji wa jiwe la msingi katika stendi yetu ya mabasi, stendi kuu ya mabasi ya Sumbawanga. Sumbawanga ya miaka 5 iliyopita sio Sumbawanga ya sasa. Barabara zile tulizopita katika msafara wetu ni barabara nzuri sana. Wana Sumbawanga hongereni sana sana. Wengine wanazitamani kuwa na barabara kama zile lakini hawana. Ninyi Sumbawanga mmepata barabara hizo. Barabara zilizofungwa na mataa. Tena barabara zenu sio za double surface dressing. Sio barabara za lami nyepesi, hapana. Mmepata barabara za kutengenezwa na lami nzito. Wana Sumbawanga mna bahati sana sana. Katika watu ambao Mheshimiwa Rais amewapendelea wapate mafanikio makubwa katika ujenzi wa miundombinu wa barabara ni watu wa manispaa ya Sumbawanga. Leo hii naamini barabara zenu ukifika usiku ni kama utalii. Mji wote wa Sumbawanga usiku unameremeta. Barabara za lami zimetengenezwa, mifereji zimewekwa, taa bora zimetengenezwa na alama kabisa wapi mtu anavuka. Ninyi watu wa Sumbawanga hongereni sana sana. Katika watu wanapaswa kujivunia ni watu wa Sumbawanga. Mkuu wa mkoa umesema ni kweli, zamani watu wakija Sumbawanga akifika hapa mizigo anaacha huko wanahama, mtumishi wa serikali. Leo hii naamini hakuna yoyote anayetamani kuhama akija Sumbawanga. Sumbawanga sasa umekuwa kama mji wa kitalii. Sumbawanga umekuwa mji bora zaidi. Hongereni sana ndugu zangu wa Sumbawanga. Lakini niwapongeze viongozi waliopewa dhamana kusimamia jambo hili. Nimpongeze mstahiki meya wa Sumbawanga. Katika vikao vyetu vya alati, katika madiwani bora ambao wanafuatilia, meya huyu alishakuja ofisini kwangu mara nyingi zaidi toka nikiwa naibu waziri. Kama angekuwa meya ambaye hasimamii kazi yake kwa weledi kusimamia baraza la madiwani, msingefika hapa. Mstahiki meya, hongera sana kwa kazi nzuri. Lakini nimpongeze sana mbunge wenu wa jimbo hili, ndugu yangu Aisha Irani. Yule bwana mpaka usiku wa manane hajui kama umelala na mkeo au nini, yeye anahangaika tu na wako. Ni kero kweli kweli. Ndugu zangu, naomba niwaambie mmepata mbunge bora anaowafuatilia matatizo ya wananchi wa Sumbawanga.
Ile hadithi ya zamani, mnyonge mnyongeni, haki yake mpeni, haistahili. Hakuna mtu kunyongwa hapa. Kila mtu apewe haki yake. Mbunge wenu mpaka asubuhi hapa ananilalamikia pesa za ujenzi wa hospitali bado hazijafika. Pesa ya malori ya kuzoa takataka, tunataka malori ya kuzoa takataka, barabara nzuri tunazo. Sasa tunataka malori ya kuzoa matakataka. Anataka tumuongezee kilomita zingine za lami. Nikamwambia hivi, ndugu yangu, hujachoka tu? Sumbawanga oye! Naomba niwaambie, mmepata mbunge mzuri wa kuwatetea wananchi. Hakuna mwanadamu aliye mkamilifu. Lakini niseme ukweli, mimi ni mbunge mwenzangu, mimi ni waziri ninaosimamia. Katika watu wanaosimamia matatizo ya wananchi wao, mbunge wa Sumbawanga anahangaika sana na matatizo ya wananchi wao. Na sisemi hivi kwamba nampigia kampeni, hapana, hapana. Watu wanasema ukweli lazima usemwe. Mbunge wenu wa Sumbawanga anafanya kazi nzuri. Sumbawanga oye! Ndugu zangu, tuna kila sababu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mapenzi yake yasiyokuwa na mfano. Rais huyu amekuwa ni rais wa kipekee. Rais wa wanyonge, anaojua shida za watu. Hivi leo ndugu zangu wa Sumbawanga, angalieni. Kama rais asingekuwa na mapenzi na watu wa Sumbawanga, barabara hizi si angesema zipeleke Chato? Mbona barabara hizi ziko Sumbawanga? Ni mapenzi ya hali ya juu ya rais wa Dr. John Pombe Magufuli kwa wananchi wake wa Tanzania. Na mimi ndio maana amenipa dhamana kuongoza ofisi hii ambayo iko chini ya usimamizi wake mwenyewe, chini ya ofisi yake. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha tutembea usiku na mchana. Malengo ya Mheshimiwa Rais lazima yaweze kutimilika pale ambapo anapohitaji. Malengo ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio wenye ilani yao na nguo zao nzuri za kijani lazima yaweze kutekelezeka. Ndugu zangu, tumpongeze sana Dr. John Pombe Magufuli. Nimefika stendi yenu ya Sumbawanga leo hii asubuhi. Unashangaa, hivi Sumbawanga leo iweje wana stendi kama hii ambayo rais amependekeza ijengwe huku kwa fedha nyingi? Ni mapenzi tu ya Mheshimiwa Rais. Rais sio mbaguzi. Angekuwa mbaguzi, maana stendi hii angesema angeenda kujenga pale kule Chake Chake, au angesema peleke kwa waziri mkuu kule Ruangwa. Lakini ameleta kwa watu wa Sumbawanga. Nimeenda kutembelea lori park pale, sehemu ambayo malori yataweza kukaa yanapaki pale. Stendi nzuri ya malori ambayo imetengenezwa kwa utaalamu mzuri, tena wa kuruhusu malori mazito kuweza kukaa pale. Sumbawanga ninyi mnayo. Mtandao wa barabara salama. Leo hii mimi naamini mwenyekiti wa bodi ya TARURA ambao si muda mrefu Mheshimiwa Rais ndio amemteua mwenyekiti wa kwanza wa bodi ya TARURA, ninaamini naye aliwahi kukaa hapa Sumbawanga. Ninaamini leo hii ameshangaa kuona mji wa Sumbawanga umebadilika hivi. Na ndio maana naomba niwaambie, mimi nina dhamana ya kusimamia mtandao wa barabara katika miji yote na halmashauri. Kazi yangu kubwa ni kwamba kazi aliyonituma Mheshimiwa Rais, hakuna kulala, hakuna kuchoka mpaka kieleweke. Leo hii watu wa Sumbawanga mna kila sababu ya kujivunia barabara hizi nzuri. Hapa sasa hata ajenda ya utalii kwa mkoa amesema itafanyika, na ninyi mna Kalambo Falls School. Na Mheshimiwa Rais sio hivyo akajengeneza hii barabara kuu sasa hivi. Barabara kuu kutoka Sumbawanga kwenda Dar es Salaam imekamilika, ni nzuri. Hata watalii wanaweza wakaja hapa kwa upana zaidi, wakaenda kuangalia maporomoko kule. Watu wa Sumbawanga, kazi yenu kubwa sasa hivi iliyobakia ni kuimarisha miundombinu mingine ambayo hii inamhusu mwananchi wa kawaida, ujenzi wa hoteli za kisasa za kitalii. Maana hoteli yenu ni ile ya Kalambo Falls. Ukija hapa Kalambo na hoteli zingine, ongezeni hoteli, watalii wengi waje kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Sumbawanga sasa inatakata zaidi. Lakini licha ya barabara, Mheshimiwa Rais mapenzi yake, mkoa wa Rukwa ameupendelea. Ametoa shilingi bilioni 4.5 kwa ajili ya ujenzi wa hospitali 3. Hospitali ya Kalambo, hospitali ya Mkansi na hospitali ya Sumbawanga.
Haya ni mapenzi ya Mheshimiwa Rais. Lakini ametoa fedha za ujenzi wa vituo vya afya. Na nyinyi hapa Sumbawanga mjini mmepata fedha ujenzi wa vituo vya afya viwili. Na kituo cha afya kimoja nilienda kukagua safari yangu zile zilizopita awali. Mna kituo cha afya kizuri sana hapa Sumbawanga. Hongereni sana hapa Sumbawanga. Na mbunge wenu aliomba hospitali ya wilaya. Katika bajeti ya mwaka huu kabla hujaisha tulishawekea bajeti. Na mimi naomba niwatoe hofu wana Sumbawanga. Kabla mwaka huu haujaisha, hiyo fedha ya kuanza ujenzi wa hospitali hapa itakuwa imeshaingia. Hii ndio serikali ya Dr. John Pombe Magufuli. Nimesikia mambo mengine ya mahitaji kwamba maeneo mengine extension ya barabara ni jukumu la ofisi ya Rais TAMISEMI chini ya Dr. John Pombe Magufuli kuangalia maeneo yote yenye mahitaji, lakini tunaangalia kwa mtandao wa nchi nzima. Na kwa vile tuna mradi ambao hii mradi wa awamu ya kwanza GRSP pamoja na TSP unapokamilika, ndio maana kuna maandalizi ya mradi wa awamu ya pili. Na hapa tunaonyesha kwamba kuna sehemu ya soko, ujenzi wa barabara. Ule mradi bado uko katika mchakato. Na wale kufuatilia hotuba yangu katika mwaka huu wa bajeti, niliutoa mradi huu kusoma kwamba tuna matarajio ya mradi huu ambao utagusa miji takriban 45. Mtandao wake utakuwa mkubwa. Lakini hata hivyo na nyinyi watu wa Sumbawanga na umo na nyinyi mumo. Wasemaye vijana wa Mazese kampa tena. Yaani mmepata alafu mtapata tena. Nyinyi watu wa Sumbawanga mnataka nini tena? Sumbawanga oye. Maendeleo oye. Kwa hiyo kikubwa zaidi tuendelee kumwombea rais wetu. Na hasa anapotuongoza. Kwa mfano ajenda hii ya ugonjwa huu ambao umeukumba dunia nzima, ugonjwa wa corona. Mheshimiwa Rais Mungu amemfunulia maono kuwa kiongozi pekee katika dunia hii, ambayo jambo la kwanza lazima kumtanguliza Mungu mbele. Hili ni jambo kubwa sana na kuwatoa hofu wa Tanzania. Leo hii naomba niwaambie wa Tanzania tunaenda vizuri kwa kudura ya Mwenyezi Mungu na uongozi mzuri wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe Magufuli. Jana nilikuwa nafuatilia, watalii wameshaanza kushuka kwa ajili ya kuja kutembelea vyanzo mbalimbali vya utalii katika nchi yetu. Ni mapenzi makubwa. Leo hii hospitali zetu zote, hospitali ya Mlogazira, hospitali ya Amana, hospitali pale ya Kibaha, lakini hata mikoani vituo vyote vilivyovitengwa, wagonjwa, takwimu iliyokuwa kwanza sasa hivi sehemu zingine kabisa hakuna takwimu hiyo. Maanake Mungu amejibu maombi ya Watanzania. Mungu amejibu maombi ya Watanzania na maono ya Mheshimiwa Rais. Mungu anatupenda Watanzania. Tuendelee sana kumuomba Mwenyezi Mungu katika kipindi hiki. Lakini niwashukuru sana na ile swaga yetu ya nyungu, ndugu zangu wa Sumbawanga. Maana mkuu wa mkoa ameniambia hapa na Sumbawanga mlikuwa mnapiga nyungu kweli kweli. Hongereni sana Sumbawanga. Maana yake ni nini? Rais ametuongoza katika njia sahihi. Tuna kila sababu kuendelea kumwombea rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. John Pombe. Jambo hili linaendana na uchumi. Mkuu wa mkoa wako ni miongoni mwa mikoa inayozalisha sana mahindi. Sasa tutumie fursa hii. Tumesikia kwamba takwimu wakati mwingine mahindi yanashuka. Lakini mwaka huu inawezekana tuweke mikakati ya kimkoa hapa tuangalie nini cha kufanya. Kwa sababu jirani zetu wote karibuni watakuwa na changamoto kubwa ya chakula. Ule mchele tunaozalisha, yale mahindi tunaozalisha, inawezekana wenzetu wakawa ni wahitaji wazuri zaidi. Kwa hiyo inaamini kwamba tunaweza tukapata soko kubwa kwa ajili ya mazao yetu. Hii maana ni iwe kama fursa kwetu sisi wana Sumbawanga, kwetu sisi wana Rukwa, kwa mustakabali wa uchumi wa nchi yetu. Ndugu zangu, leo tumekuja kwa ajenda ya ufunguzi wa hizi hapa barabara, lakini naomba nikwambie mkuu wa mkoa, nimeridhika sana na miradi yote niliyotembelea toka asubuhi katika manispaa ya Sumbawanga. Nimeona weledi wa usimamizi wa miradi hii. Na nikupongeze sana mtendaji mkuu wa TARURA makao makuu Engineer Seif kwa kazi kubwa ya usimamizi
wa miradi ya TARURA ndani ya Tanzania. Miradi ya TARURA Tanzania sasa hivi imekuwa miradi ya mfano, kila mji ukienda mji unapendeza. Engineer Sefu, hongera sana sana kwa usimamizi mzuri. Nikupongeze mratibu wa miradi Engineer Kanyenyi. Endelea kusimamia miradi hii kupata mafanikio makubwa katika miji. Tunavyoona hivi ndio kitu tunachokihitaji. Lakini wale managers na coordinators wa miradi hii, endeleeni kusimamia miradi hii. Na hasa hapa manispaa, yule meneja wa manispaa hapa nimeona kazi nzuri. Siku nilizokuja nilikuja kukagua hii barabara kipindi kile cha nyuma. Niliwapa maelekezo fulani nini cha kufanya. Mimi leo nimeridhika, kazi yenu ni nzuri wana Sumbawanga. Hongereni sana hii kazi. Na niwatake wale waratibu wetu wa TARURA katika mikoa yote na katika manispaa zote na katika wilaya zote waendelee kusimamia vizuri miradi hii. Kwa sababu miradi hii ndio nia njema kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Miradi hii maana tunaibadilisha nchi yetu kutoka kule tulikotoka mwanzo kuja katika nchi ya kisasa ambayo nchi yenye kupendeza. Hili maana yake litasaidia zaidi hata uchumi wa nchi yetu. Watu watafanya biashara katika barabara zao, hata mchana hata usiku, watu watatembea kwa furaha. Sasa ninaamini hata watu wa Sumbawanga, barabara hizi mnaweza mkazitumia hata kufanya mazoezi ya kukimbia usiku, kwa sababu mna taa nzuri na barabara nzuri. Hongereni sana watu wa Sumbawanga. Tuendelee kumwombea rais wetu kwa mapenzi yake, na tumuombe wa rais kwamba Mungu amlinde na amshushie baraka nyingi na maono katika kipindi hichi ambazo anatuongoza sisi wa Tanzania. Lakini ndugu zangu, naomba niwakumbushe kwamba mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Nendeni mkafanye kuchagua viongozi wazuri. Muda unapofika, chagueni viongozi wazuri kama tunavyoona sasa. Safari hii maana yake tuna viongozi wazuri. Basi endeleeni kuchagua viongozi wazuri kwa ajili ya kuwapa dhamana kuendelea kutuongoza. Ndugu zangu, Mheshimiwa Rais anawasalimia sana. Anawatakia kila laheri watu wa Sumbawanga. Ninafahamu ingekuwa wakati mwingine wa kawaida hapa leo Sumbawanga ingetapika sana. Najua ingetapika sana. Lakini kutokana na hali ya sasa, kwa kuchukua tahadhari, na hili niwapongeze sana watu wa Sumbawanga, tuendelee kuchukua tahadhari, tuendelee kumuomba Mungu, tuendelee kusimama imara, tuendelee kujenga uchumi wa nchi yetu, tuendelee kusonga mbele kama taifa la Tanzania. Baada ya kusema haya sasa, naomba niwaambie sasa niko tayari kwa ajili ya uzinduzi wa miradi hii ya UGNOSP katika manispaa ya Sumbawanga. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, ubariki mkoa wetu wa Rukwa, ubariki manispaa ya Sumbawanga, mbariki Dr. John Pombe Magufuli, kibariki Chama cha Mapinduzi. Asante sana kwa kusikiliza. Sumbawanga manispaa mmepata mkurugenzi mzuri sana. Hongereni sana. Haya jamani, naomba tufanye kazi kwa pamoja. Mradi wa ujenzi wa barabara za lami kilomita 11.577 zilizojengwa kupitia mradi wa uboreshaji wa miji manispaa ya Sumbawanga umezinduliwa na Mheshimiwa Suleiman Said Jafo, Mbunge Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais TAMISEMI, tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka 2020. Makofi mengi. Mheshimiwa Waziri, tunaomba sasa tupate picha ya pamoja hapa. Kwa hiyo waandishi wa habari mtuongoze sasa. Viweke viti 6 karibuni. Viweke viti 7.
Tuomba viti. Weka viti pale mbele.